Watu 22 wameuawa na wengine zaidi ya 50 kujeruhiwa katika mji wa Manchester, Uingereza. Wahanga hao walikuwa wanatoka katika tamasha la mwanamuziki Ariana Grande. Waziri Mkuu Theresa May amesema shambulio hilo linachukuliwa kuwa la kigaidi. Polisi inamshikilia kijana wa miaka 23 akihusishwa na tukio hilo, na kundi la wanamgambo wa IS limedai kuhusika na shambulio hilo. Rais wa Marekani Donald Trump amekutana na rais wa Palestina Mahmoud Abbas. Trump ameahidi kufufua juhudi za amani kati ya Israel na Palestina. Baadaye ataendelea na ziara yake mjini Roma, Italia, na atakutana na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis. Zaidi ya watu 200 wamefikishwa mahakamani nchini Uturuki wakituhumiwa kushiriki jaribio la mapinduzi dhidi ya Rais Tayyip Erdogan mwaka jana. Watuhumiwa hao wanakabiliwa na adhabu ya kifungo cha maisha jela. Mawaziri wa fedha wa ukanda wa Asia Pacific wamekutana mjini Hanoi, Vietnam, kujadili uundwaji wa eneo la biashara huru kwa zaidi ya watu bilioni 3.5. Pendekezo hilo linaonekana kuwa mbadala wa mkataba wa TPP ambao Trump ameupa kisogo tangu aingie madarakani. Na serikali ya Gambia imezifungia mali za kiongozi wa zamani wa taifa hilo Yahya Jammeh. Mali hizo ni pamoja na akaunti 86 za benki na mali nyingine 131. Inasemekana Jammeh aliiba kiasi ya dola milioni 50 kabla ya kukimbilia uhamishoni Guinea ya Ikweta.